Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lela Media, naamini uko safi na salama. Leo katika mahakama ya rufani ya jijini Dar es Salaam, kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa maana ya Tundu Antipas Lissu imeendelea huko mahakamani Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kwamba mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ameiomba mahakama ya rufani imwamuru mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kwa madai ya kuchelewesha usikilizwaji wa kesi dhidi yake na kumfanya aendelee kusota mahabusu. Lissu ambaye amekuwa mahabusu tangu April 10, 2025 kutokana na kukabiliwa na mashtaka ya uhaini, alitoa ombi hilo jana wakati wa usikilizwaji wa shauri la mapitio lililofunguliwa na Jamhuri dhidi yake. Tangu alipofikishwa mahakamani hadi leo ana siku 450 kwa maana ya mwaka mmoja, miezi miwili na siku 24. Kesi hiyo kwa nyakati tofauti tangu ikiwa mahakama ya Kisutu na mahakama kuu imekuwa ikisikilizwa na kuahirishwa mara kadhaa. Akijibu hoja za Jamhuri kuhusu mapito, Lissu ameiomba mahakama hiyo itupilie mbali ombi hilo, akisema halina msingi, bali limelenga kuchelewesha usikilizwaji wa kesi kumfanya aendelee kusota mahabusu. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio Februari 24 mwaka 2026, ikipinga uamuzi wa mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam kukataa maombi yake ya ruksa ili kuingiza ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini iliyomkabili mwanasiasa huyo. Shauri hilo la mapitio namba 720321 mkwaju 2026 limesikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani, Agustini Mwarija akiwa ni kiongozi wa jopo, lakini Zainabu Mluke na Amo Hamisi sambamba na pingamizi lake dhidi ya shauri hilo. Lissu amekabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu, linalotokana na maneno aliyotamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga alieleza mahakama ya rufani kuwa walitoa notice ya kuongeza ushahidi wa nyongeza, lakini mahakama kuu ikaukataa. Alidai ushahidi hukataliwa baada ya kuwasilishwa mahakamani na kupimwa kwa vigezo vya kisheria kuona kama una uhusiano na kesi na iwapo shahidi anayekusudiwa kuutoa ana nguvu ya kisheria. Waheshimiwa majaji, ndiyo maana lalamiko letu ni kwamba tumenyimwa haki ya kusikilizwa, ambayo ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara ya 13 kwenye mabano 6 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisema Katuga. Alidai maelezo ya mahakama kuu kukataa kwa maelezo kwamba ni ushahidi mpya kabla ya kuwasilishwa mahakamani kwanza haikuwa sawa. Kwa hiyo tumenyimwa haki ya kusikilizwa. Sasa hili jukumu tutalitizamaje? Ndiyo maana tunasema ni jambo la hatari ushahidi kukataliwa kabla haujasikilizwa, amesema wakili Katuga na kuhitimisha. Kwa hiyo tunasema maombi yetu ni ya msingi na chini ya kifungu cha 6 kwenye mabano 3
cha sheria ya mahakama ya rufaa aja. Mahakama hii ina mamlaka ya kusikiliza. Majibu ya Tundu Lissu kutokana na hoja hiyo, akaanza kwa kusema hoja za jamhuri. Lissu baada ya nukuu uamuzi wa mahakama ya rufani katika moja ya mashauri iliyokwisha amuliwa, amedai pale ambapo mamlaka ya mahakama imezuiwa na sheria, mdaiwa hawezi kuruhusiwa kwa ujanja wa kuandaa nyaraka. Huku akisomea mahakama kuu mwenendo wa kesi ya msingi ya uhaini, Lissu amesema notisi ya jamhuri ilisikilizwa rasmi Februari 23, 2026 na baada ya kusikiliza hoja za pande zote ndipo mahakama ilitoa uamuzi wake wa kuikataa. Haya yako kwenye kumbukumbu za mahakama. Mawakili wa serikali wanakuja kuieleza mahakama hii kuwa hawakusikilizwa, amesema Lissu, na kuongeza kwa sababu ya maombi hayo leo ni siku ya 139 bila kesi kusikilizwa. Amesema ni kweli kwamba haki ya kusikilizwa ni ya katiba, lakini akahoji kwa ushahidi huo wanasemaje kuwa hawakusikilizwa, akisisitiza kwa mujibu wa kumbukumbu hizo za mahakama jamhuri haina hoja yoyote ya maana. Amedai kuwa katika uamuzi huo mahakama kuu hakuna mahali iliposema kuwa ushahidi huo haufai, bali ilisema kuwa ushahidi huo ni mpya. Waheshimiwa, naomba nimalize kwa kusema maombi haya yameletwa kwa lengo la kuchelewesha kesi ya msingi, na ukichelewesha kesi ya msingi, mjibu wa maombi anaendelea kukaa mahabusu. Leo ni siku ya 139, kesi ya msingi haijasikilizwa na mimi nakaa gerezani, sina hatia, amesema Lissu na kuhitimisha, ninachoomba ni tu kukataa maombi haya, bali pia ninaomba mahakama yenu itumie mamlaka yake chini ya kifungu 367 CPA kutoa amri ambazo zinatolewa na mahakama kuu kwa kumwamuru DPP anilipe fidia kwa kuchelewesha usikilizwaji wa kesi yangu kwa siku 139 kutokana na maombi hayo. Mbali na ombi hilo, Lissu amesema maombi ya mapitio ambayo jamhuri imewasilisha mahakama ya rufani hayana msingi wa kisheria kwa sababu yanapinga uamuzi wa mahakama kuu ambao hauwezi kukatiwa rufaa wala kufanyiwa mapitio kwa sababu yanalenga uamuzi wa muda ambapo haukuhitimisha kesi ya msingi. Akinukuu uamuzi mbalimbali wa mahakama kuu na mahakama ya rufani, Lissu amesema ni msimamo wa mahakama hizo kuwa uamuzi unaoweza kukatiwa rufaa na kufanyiwa mapitio ni ule unaohitimisha haki za pande zote katika shauri. Kwa mujibu wa Lissu, uamuzi unaopingwa ulikataa notice ya kuwasilisha ushahidi wa nyongeza, huku kesi ya msingi ikiendelea na kama kawaida. Pia amedai kuwa jamhuri haina mamlaka ya kuiomba mahakama ifanye mapitio ya mwenendo wa shauri katika mazingira hayo kwa kuwa mamlaka hayo ni ya mahakama yenyewe. Akijibu hoja za Lissu, wakili Katuga amesema Lissu anaposema walisikilizwa hakueleza, akifafanua kuwa hoja yao ni kwamba hawakusikilizwa kuhusu ushahidi walioomba kuongeza na si kuhusiana na notice ya kuongeza ushahidi huo. Pia amepinga madai ya Lissu kuwa maombi hayo yameletwa kwa ajili ya kuchelewesha kesi, akisema si nia ya DPP na kuwa kifungu alichokitumia Lissu kuomba fidia hakitumiki katika mazingira ya shauri hilo.
Amefafanua kuwa kifungu hicho kinatumika pale ambapo mahakama inakuwa imesikiliza kesi na kuamua kuwa haina msingi. Tunasisitiza maombi yetu ni ya msingi na mahakama hii ina mamlaka ya kuhakikisha kuwa mwenendo wa mahakama kuu unakwenda kwa ushahidi na kwa mujibu wa sheria, alisema wakili Katuga. Mahakama baada ya kusikiliza hoja za pande zote imeahirisha shauri hilo mpaka itakapotoa uamuzi wake kwa tarehe ambayo wadaiwa watajulishwa. Kilichotokea mahakama kuu, chanzo cha mvutano hadi mahakama ya rufani ni uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa Februari 24, 2026 baada ya jamhuri kuomba iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza chini ya kifungu cha 308 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kwa maana ya CPA. Upande wa mashtaka, wakili Katuga alieleza mahakama kuwa Februari 18, 2026 aliwasilisha notisi ya kuongeza ushahidi ambao haukusomwa wakati wa mwenendo wa kukabidhi uliofanyika mahakama ya hakimu kazi Kisutu. Alieleza kuwa mahakama alikuwa kiongozi wa timu ya upelelezi wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 na baada ya uchaguzi kwamba ushahidi huo ulibainika Februari 16, 2026 walipokuwa wakimwandaa shahidi huyo. Lakini Lissu alipinga maombi hayo akisema kifungu cha 308 kwenye mabano moja cha CPA kinahusu ushahidi uliokuwapo wakati wa mwenendo wa ukabidhi lakini haukusomwa, si ushahidi uliopatikana baadaye. Alisema kosa analokabiliwa nalo linadaiwa kutendwa April 3, 2025 na alifikishwa mahakamani April 10, 2025 ili hali ushahidi mpya unaombewa kibali kuingizwa unahusu matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Alieleza kuwa ushahidi wa ACP Mahamba ulisomwa kwenye mwenendo kabidhi, hivyo mlango wake wa kuleta ushahidi mpya umeshafungwa. Hivyo mahakama ilikubaliana na Lissu na kukataa notice hiyo ikisema inakwenda kinyume na kifungu cha 308 cha CPA. Ndipo jamhuri ikafunga shauri hilo na mapitio ya mahakama ya rufani. So huo ni mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ukiwa bado unaendelea kunguruma mara baada ya kukaa siku 408. Sasa imerudi upya na kesi bado inaunguruma kwenye mahakama ya rufani huko jijini Dar es Salaam. Sasa hatujajua ni kipi kitaamuliwa na mahakama juu ya hili, lakini tunasubiria tuone ni nini ambacho watakiamua. Kwa hiyo tuendelee kuwa karibu na channel hii ili kuendelea kupata taarifa zote ambazo zitakuwa zinatokea mahakamani hapo.